Nasema Roho Mtakatifu. Hallelujah. The Holy Spirit. Hallelujah. Tutaangalia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kanisa lisipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hilo sio kanisa la Mungu. Hallelujah. Kanisa la Mungu ni lazima liwe na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imetaja kwa habari ya Roho Mtakatifu ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye Roho Mtakatifu. Haleluya. Ambaye anafanya kazi ndani ya mtu kwa ajili ya kukufundisha namna ya kuomba, namna ya kuenenda katika Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa sababu Biblia inasema, kuna sehemu inasema kwamba tamaa za mwili hamtafanyaje? Hamtazitimiza kama msienende kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoangalia somo letu mchana wa leo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Tutasoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 6 hadi wa 16. Somaji unaweza ukalisomea kwa haraka ili kuomba muda. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 na kuendelea. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6. Amen. Walakini iko hekima kusemayo kati ya wakamilifu. Amen. Ila si hekima ya dunia hii. Amen. Wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Amen. Wanaobatilika. Amen. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Amen. Amen. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Amen. Maana Roho huchunguza yote. Amen. Hata mafumbo ya Mungu. Amen. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu? Amen. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Amen. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Amen. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu. Amen. Makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Amen. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. Tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Tunazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako Roho Mtakatifu. Mwambie tena kusikie. Amen. Nasoma ule mstari wa 13. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, unapoenenda katika Roho, unapotembea katika misingi ya kimungu, hata mambo yako yanakuwa ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, hata wewe mwenyewe kutembea kwako, kuishi kwako ni katika Roho, kwa sababu yuko Roho ambaye yuko ndani yako, anakuongoza kwa kila jambo, kwa kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aidha kwenye shughuli yako, Roho Mtakatifu anasimama, anakufundisha namna ya kuenenda, kwa sababu yeye ndiye mwalimu ambaye anakufundisha kwa habari ya maisha matakatifu ambayo Mungu amesema tuyaishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na